Naitwa Mohamed Athman, ni mkazi wa hapa Tabata Kisiwani. Kwa kweli kwa upande wa swala la amani kwa nchi yetu ni jambo la muhimu sana sana. Tumeona yale yaliyopita, jinsi ilivyotufedhesha, jinsi tulivyopoteza ndugu zetu, mali na kila kitu. Kwa hiyo tumeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwa na amani. Pamoja kwamba ripoti ya Jaji Chande imetoka baada ya kumaliza kazi iliyotumwa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli Watanzania wamefarijika na ile ripoti. Japokuwa kuna uchambuzi hapa na pale lazima yaongelewe kwa sababu yanahusu maisha ya watu. Kwa hiyo kuna wale ambao wameguswa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo wote tunahitaji kufarijiana, kupeana maneno mazuri ili tufike mahali ambapo tutakuwa salama na amani ya nchi iendelee, kwa sababu amani ya nchi tumelisi kutoka viongozi wetu, na amani ya nchi ni tunu ya taifa hili. Kwa hiyo lazima tuipiganie kwa kila hali. Pale ambapo tunatofautiana, tukae tuzungumze ili mambo yaweze kuwa mazuri kwa ajili ya sisi na kizazi vijavyo. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana sana sana. Kwa hiyo yale yote yaliyozungumzwa kwenye tume na yale ambayo alizungumza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuyatekeleze. Pale ambapo tunaona tunatofautiana, basi tukae tuyazungumze, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama amani. Tunapokuwa na amani, tunajenga uchumi mzuri, tunajenga taifa lenye mshikamano, umoja, ushirikiano. Hata wawekezaji watakuja kwa sababu kuna amani, lakini bila amani kila kitu kitabadilika. Tumeona sasa hivi nchi zingine zinapokuwa hazina amani, jinsi wanavyohangaika, wanavyoporomoka kiuchumi. Kwa sisi tuna kila sababu ya kulinda amani ya nchi yetu ili tuweze kuendelea. Tuna mambo mengi makubwa ya maendeleo tumeyafanya. Kwa tukipoteza amani na kila kitu kipoteza. Kama alivyosema Rais, kubomoa ni rahisi lakini kujenga itakuwa ngumu sana. Hata utapata misaada itakuwa ni misaada ya masharti. Kwa hiyo ina umuhimu sana swala la amani. Kwa jina naitwa Asha Athmani Mgelo, naongelea majibu ya tume. Majibu ya tume yaliyokuja, kusema kweli tume imechambua vitu vingi na vingi viko sahihi. Ila kubwa tumshukuru Mama Samia kwa kuiunda hii tume. Na alivyoiunda hii tume tumejua changamoto kubwa ni nini na sababu nyingi ni nini zilizosababisha mpaka ikatokea ule mchafuko. Lakini kikubwa tunachokiomba kwa mama yetu Samia, tume tumeisikiliza, ikiwa kama sisi ni wananchi wa Tabata Kisiwani, tunamuomba mama basi yale maadhimio ambayo tuliyokubaliana kwenye tume yaweze kutendewa kazi. Yakishatendewa kazi, basi amani itaendelea kutawala, kwa sababu tunaopata changamoto kubwa hasa mchafuko unapotokea ni sisi wakina mama na watoto. Tunahangaika kulia kushoto, watoto wanataabika. Kwa hiyo amani ndio kila kitu katika nchi yetu. Kwa hiyo namuomba mama, namuomba mama sana, Mama Samia, tudumishe amani, ile tume tuifanyie kazi kama ilivyoongeleka, basi amani iweze kutawala. Na tunamshukuru mama kwa mambo mengi sana aliyoyafanya. Mengi sana ameyafanya kuhusu miundombinu, sekta mbalimbali. Kusema kweli nampa pongezi zake mama. Na ikiwezekana mama endelee na kuendelea, kwa sababu tunajua mchango wake mkubwa sana mama ni nini. Unaona? Kwa hiyo hilo langu ni hilo, ila kikubwa tunaomba sisi ni amani. Wananchi wangu hapa Tabata Kisiwani tulipata tabu sana kipindi kile cha maandamano, lakini tunashukuru baada mama swala kuingilia kati na amani imerudi, basi naomba iende kuendelea amani zaidi. Jina langu Michael Ndimbo. Napenda kuchangia au mawazo kuhusu amani katika nchi hii. Mimi nashukuru kwanza hiyo tume kuleta majibu sahihi. Ni nini kilichofanyika na kwa sababu gani? Kwa sababu katika uzoefu wangu wa miaka yote nilioishi, amani ndio ilionifanya mimi niishi mpaka leo hii. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu na nawashukuru viongozi waliopita. Katika viongozi wetu waliopita walikazania sana amani, walijua maana ya amani, walijua madhara ya kutokuwa na amani. Leo hii tunaingia katika kundi hilo, wakati katika dunia hii tunaangalia watu wanavyoumia, watu wakimbizi Kongo, watu wanavyokimbia, tunawapokea wakimbizi kupita kiasi. Kwa kweli swala kuchezea amani nchi hii tunaomba kabisa liishe. Naitwa Joyce Danieli, ni mkazi wa Dar es Salaam. Napenda kuzungumzia kuhusu amani. Nchi yetu ni nchi ambayo tunajivunia sana Watanzania,
Ni nchi ambayo tangu nazaliwa mpaka nafika umri huu sikuwahi kuona machafuko yoyote, tofauti na vurugu zilizotokea Oktoba. Lakini nimejifunza kitu kwamba vurugu zinapotokea amani inakuwa hakuna, tunasababisha vifo vya ghafla. Mfano, kuna wazazi, mtu anaweza kujikuta anakufa kwa pressure, mwingine mshtuko, njaa, kwa sababu tunakuwa pia hatuna uwezo wa kutoka nje na kujitafutia, kwa sababu Watanzania wengi tunategemea kipato cha siku. Kwa hiyo niwaombe Watanzania, amani ni bora na ni msingi na ni furaha kwa kila Mtanzania. Tunaomba jamani, tushikamane kama taifa moja, nguvu moja na ushirikiano mmoja. Panapotokea vurugu tusikubali kuziruhusu, turuhusu amani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV.